Nyumba ya misheni ya familia iliyo bora zaidi. Matendo ya Mitume wa 16 mistari 9 hadi 15. Utangulizi. Inawezekanaje kupokea majibu ya maombi kama kanisa la kwanza? Ukipokea neno siku ya Jumapili, unapaswa kufanya nini kwa siku 6? Hili ni jambo la muhimu sana. Watu wasio na uchumi pia watafikiria kuwa ingekuwa vizuri kupata pesa. Wanafunzi pia watakuwa na tumaini la kufanya vizuri katika masomo kwa sababu kusoma ni kugumu. Wagonjwa watataka kuponiwa. Leo lazima turudi kwenye Biblia na kuona jinsi kanisa la kwanza ilivyofanya. Kanisa la kwanza ilikabiliwa na magumu makubwa wakati likihubiri Injili halisi. Itikadi ya Kiyahudi ni itikadi ya kutisha. Walilikandamiza kanisa la kwanza kwa itikadi ya Kiyahudi. Nguvu za wanasiasa wa Makedonia na Rumi ni kubwa sana. Kanisa la kwanza lilishindaje dhuluma wao? Katika Biblia, hadithi ya nyumba ilitokea. Hata dikteta hawezi kuharibu nyumba. Hata mtesaji hawezi kubomoa nyumba. Harakati za uinjilisti za kanisa la kwanza zilianzia hapo nyumba. Zilifanyika katika nyumba za Marko katika Matendo ya Mitume wa 1:13. Harakati za uinjilisti za kibiblia zilitokea nyumbani. Katika Biblia inaonekana zilifanyika katika chumba cha juu cha nyumba ya Marko katika Matendo ya Mitume wa 1:13. Katika Matendo 2:46 walifanya harakati za uinjilisti kwa kuumega mkate nyumbani kila siku. Jibu muhimu pia lilionekana katika andiko hili ya leo. Ikiwa umeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkakae. Nyumba ya Nimpa katika Kolosayo wa 4:15 na kanisa lililo katika nyumba ya Akila na Priscilla katika 1 Korintho wa 16:19. Nyumba zinazo injilisha maeneo zinaonekana. Hapa ndipo nilipoelewa uinjilisti wa Darakbang kama inaitwa chumba cha juu cha Marko.
kukusanyika kanisani muhimu, lakini kanisa ya kukusanyika nyumbani kwa siku 6 ni muhimu zaidi. Ni muhimu kupokea neema siku ya Jumapili, lakini ni muhimu zaidi kupokea baraka nyumbani kwa siku 6. Kwa hiyo, hatupaswi kuhesabu idadi ya waumini siku ya Jumapili, lakini kazi inayofanyika katika nyanza kwa siku 6 ni muhimu zaidi. Injili na maombi na uinjilisti vyote vinaeleweka katika nyumba iliyo nyanjani. Ukiangalia kwa karibu na makinika, inaonekana ni ngumu, lakini ndivyo ilivyokuwa katika historia yote ya kanisa. Kwa nini Mungu aliandika hadithi za nyumba na watu katika neno lake? Je, tunaokoaje kanisa la baadaye na Afrika? Je, tutawaokoaje Waislamu hapo baadaye? Je, tunaziokoaje dini nyingine ambazo injili haiwezi kuingia kabisa hapo baadaye? Hili ndilo jibu la swali hilo. Lydia na kanisa lililo nyumbani kwake. Je, kanisa la kwanza lilifanya nini hapa? Mwili wa ujumbe. Kwanza, ni muhimu kwa mtu mmoja kupata nguvu peke yake. Kuanzia leo, fanyeni hivi kibinafsi nyumbani. Kwanza mdogo, hebu tuthibitishe katika Biblia. Katika Mwanzo wa 39 mstari 2, kwa sababu Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Katika Danieli wa 6 mstari 10, Danieli mara 3 kwa siku kuelekea Yerusalemu. Katika Matendo ya Mitume wa 1 mstari 13, watu waliokusanyika katika chumba cha juu cha Marko walifanya maombi ya kina nyumbani. Katika Matendo ya Mitume wa 2 mstari 41, wanafunzi 3,000 walitokea. Hili ndilo jibu la kibiblia. Ikiwa unaweza kushikilia neno uliopokea leo na kuomba nyumbani kwa siku 6, kazi ya ajabu inaweza kutokea. Namba 2 mdogo, ikiwa unaweza kufanya maombi ya wakati maalum nyumbani kama Danieli. Ikiwa wewe kibinafsi unaweza kufanya maombi ya wakati maalum, kazi ya ajabu itatokea. Hii haimaanishi lazima ifanyike nyumbani tu. Watu wengi wanaweza kuifanya pamoja, lakini ni kitu unachofanya peke yako ni bora zaidi. Namba 3 mdogo,
lazima uweze kupata nguvu. Anazotoa Mungu peke yako ili kazi ya Roho Mtakatifu ifanyike. Mungu aliahidi wazi kwamba ukipokea kujaza na Roho Mtakatifu utapokea nguvu. Ukipokea kujaza na Roho Mtakatifu, nguvu za kiroho zitapatikana kama tunavyoomba kila wakati. Nguvu za kiroho zinapotokea mazingira yanayokuzunguka uishi. Nguvu za kiroho zinapotokea tarafa yako na uwanja ya kazi pia uishi. Ni pale tu nguvu za kiroho zinapotokea ndipo nguvu za kiakili hutokea. Kazi ya Roho Mtakatifu inapotokea, maarifa na hekima pia hutokea. Hii haitokei tu hivi hivi, bali afya na nguvu za kimwili pia hutokea. Natumaini mtapewa kujaza na Roho Mtakatifu leo na afya yenu itarejesha. Unapokeaje kujaza na Roho Mtakatifu? Unapokea kwa kuamini na kwa maombi ili ujaze na Roho Mtakatifu. Ni pale tu mambo haya matatu yanapofanyika ndipo nguvu za kiuchumi hutokea. Mambo haya manne yakikamilika, mengine yote yatafanyika na watu watawafuata. Kupata nguvu nyumbani hivi. Kuja kwenu kuabudu siku ya Jumapili ni muhimu, lakini ni muhimu sana kuweza kupata nguvu hizi peke yako nyumbani. Hii ndio ilikuwa nyumba ya misheni ya kanisa la kwanza. Kwa nini iliitwa familia iliyo bora zaidi? Kwa sababu walipokea nguvu tano za kujaza na Roho Mtakatifu nyumbani. Kwa sababu waamini wa kanisa la kwanza walitawanyika nyumbani na kupata nguvu hizi, hakuna shirika lolote lenye nguvu lingeweza kuwazuia. Namba mbili kubwa, nini kilitokea kupitia mikutano nyumbani? Baada ya kupokea jibu la nguvu tano, mambo matatu hakika yalitokea. Kuanzia sasa, unapokutana na watu au waumini, zungumza mambo matatu tu. Jaribu mara moja. Hautakuwa na la kusema kabisa. Daima jaribu kuanzia sasa unapokutana na watu. Namba mdogo kwanza, zungumza juu ya kupokea majibu ya maombi.
Ikiwa huna majibu ya maombi, huna haja ya kusema chochote. Kisha watafikiri wewe ni bubu. Kuishi hivyo ndivyo kuishi vizuri. Usiseme maneno ya wanadamu na maneno ya kimwili au maneno ya kidunia. Mbele za Mungu ni maneno ya kutoamini yasiyo na lazima. Jaribu kuona kitakachotokea kazi ya Roho Mtakatifu. Hakika itatokea. Namba 2, mdogo. Unapokutana na watu, usizungumze mambo mengine, bali zungumza tu juu ya kutimiza kwa neno kama mtoto wa Mungu aliyekombolewa. Namba 3, mdogo. Kazi ya Roho Mtakatifu hakika itatokea. Zungumza tu juu ya harakati za uinjilisti zilizotokea. Ikiwa huna la kusema kuhusu hili, hakika una tatizo. Kanisa la kwanza lilikusanyika na kuzungumza mambo haya matatu. Ni kuzungumza tu juu ya majibu ya maombi na neno la Mungu na harakati za uinjilisti. Si jambo rahisi. Unapokutana na mtu kanisani au nyumba ya misheni, usizungumze mambo mengine, bali sema yale ambayo Mungu amekujibu. Sema kwamba Kristo yu pamoja nawe. Ufalme wa Mungu, kujaza na Roho Mtakatifu, zungumza juu ya haya tu. Ulivyofanya hivi, majibu 5 ya Matendo ya Mitume wa 2 mstari 1 hadi 47 yalitokea. Milango ya uinjilisti ilianza kupunguka katika maneno yote. Hiyo ndiyo hadithi katika andiko la leo. Wanafunzi 3,000 walitokea katika Matendo ya Mitume wa 2 mstari 41. Jaribu kuanzia sasa hivi. Je, hii inamaanisha usizungumze mambo mengine unapokutana na wasioamini? Sio hivyo. Unapaswa kuzungumza mambo ya kuzungumza na wasioamini, lakini lazima uwe na siri 3. Je, hii inamaanisha uzungumze mambo haya tu unapoenda kazini? Sio hivyo. Lazima uzungumze kuhusu kazi uliopewa unapoenda kazini. Lakini majibu 3 yakitokea kupitia wewe, hakika kazi itafanyika. Matatizo yetu ni kwamba hili halifanyiki. Kanisa la kwanza lilishindaje ulimwengu?
Kila mmoja alikuwa na majibu tatu na baraka hii ikatokea. Namba 3 kubwa, baraka za uinjilisti. Baraka muhimu za uinjilisti zilianza kuonekana kuelekea ulimwenguni. Mambo matano yametayarisha kwa ajili yenu. Sisi tunatafuta matayarisho matano ambayo Mungu ameyaandaa. Namba ya kwanza, kubwa kwanza, upekee. Mungu alitayarisha upekee ili akujibu. Ukiwa na utaratibu kidogo tu, kazi itatokea. Mungu anajibu hata sasa. Hata kama kila mtu ulimwenguni akisema hapana, Mungu anajibu hata sasa. Ikiwa kuna mtu anaye dhihaki, sisi ndio tunaodhihakiwa, lakini Mungu anajibu. Mungu atatimiza neno lake hata sasa. Mungu alisema hakika mwisho utakuja baada ya Injili kushuhudiwa, kama katika Mathayo wa 24 mstari 14. Kwa hiyo anatimiza harakati za uinjilisti hata sasa. Hadithi hii ilitokea katika nyumba ya misheni ya kanisa la kwanza. Kuanzia sasa, unapokuja kanisani, zungumza mambo haya tu. Katika nyumba ya misheni, zungumza mambo haya tu. Wafanyakazi na waumini wanapokuja kanisani, zungumza mambo haya tu. Majibu ya kanisa la kwanza hakika yatatokea kwako binafsi. Furahia baraka hii ukiwa peke yako nyumbani. Hii ndiyo siri ya jinsi kanisa la kwanza lilivyoshinda ulimwengu. Ukiangalia watu wa kawaida wanakuja kuabudu Jumapili na kisha wanapoteza baraka hii yote wanapoenda uwanjani kwa siku 6. Kwa hivyo hawawezi kame kusema mambo haya na kuzungumza tu juu ya wengine. Hawajambo la kutojua kuhusu makosa ya wengine. Upungufu wao wenyewe tu ndipo wasio ujua. Wanajua kila kitu kuhusu wengine, lakini hawajui chao wenyewe. Wanajua vizuri sana makosa na upungufu wa wengine, lakini hawajui jinsi walivyo na upungufu wenyewe. Kwa hiyo hata wakija kanisani Jumapili haina faida. Hili
likifanyika neno la mimbari, itakuwa jibu moja kwa moja unapokuja kanisani. Hakuna shaka. Jibu ambalo baraka ya nyumba ya misheni hutokea katika familia za kanisa la kwanza. Hili ndilo jibu unalopaswa kupokea binafsi. Ikiwa utapata nguvu binafsi kuanzia sasa, matatizo yoyote yanayokuzunguka yataanza kutatuliwa. Ikiwa ni hiyo, mazungumzo na ushahidi hakika yatatokea katika mikutano yako. Ikiwa mtu hapokei jibu hili, hakika mazungumzo hayatatokea. Tuseme nini ni wafanyakazi wa kanisa? Inakuwa mbaya kiroho. Inakuwa mbaya kwa sababu mfanyakazi wa kanisa hawezi kupata nguvu hizi peke yake. Mfanyakazi wa kanisa anapaswa kusema maneno haya anapoenda uwanjani au kukutana na watu, lakini hawawezi. Tatizo hili kubwa linatokea. Wafanyakazi na viongozi wa kanisa na remnant wanapopata nguvu kwa kusikilia agano, na jibu hili hakika litatokea. Ni lini waumini hupata nguvu zaidi? Unapokutana na kiongozi wa kanisa au mfanyakazi wa kanisa, unahisi kutaka kuomba. Muumini mpya anapokutana na kiongozi wa kanisa, anahisi jinsi neno la Mungu ilivyo muhimu. Muhimu ni waumini wapya anapokutana nawe, anajifunza kwamba Mungu anausongeza ulimwengu wote kupitia uinjilisti. Kisha nini kinatokea? Kazi ya mabadiliko pia hutokea kwa mtu aliyekutana nawe. Ikiwa unasikia maelezo yangu na kusema ndivyo ilivyo, kazi itaanza kutokea kwako tena. Hili ndilo lilitokea katika nyumba ya kanisa la kwanza. Natumaini mtapewa jibu hili vivyo hivyo. Wakati huu jibu la upekee. Itatokea. Remnant lazima wapate hili. Yusufu alipopata jibu, Potifa hakuwa na budi ila kumfuata. Yusufu alipopata jibu, mfalme wa Misri pia lazima amfuate. Hii ni jibu la upekee.
Namba 2 mdogo, uchumi uliopicha. Ingawa inaonekana ni ngumu sana kwenu, Mungu ameweka kando uchumi ulizopicha. Mungu hakika alitayarisha kwa ajili ya baadaye na uinjilisti wa ulimwengu. Uchumi uliopicha uliotayarisha na Mungu unaanza kuonekana. Ndio maana dini ya Kiyahudi na Roma haziwezi kuwashinda kanisa la kwanza. Natumaini wote mtapewa nguvu za kurejesha uchumi wa nuru. Namba 3 mdogo, walenga wa kuponiwa. Tangu wakati huo, watu hawa wa kanisa la kwanza huanza kukutana na walenga wa kuponiwa. Angalia andiko la leo. Je, kazi haitokei unapokutana na kuponya aliyepagawa na pepo? Mtapewa jibu la kuwaokoa walenga wa kuponiwa, yani walenga wa uinjilisti kwa Injili. Wakati huu kazi yako na uchumi wako wote hakika vitainuka. Jibu kama hili limetayarisha jazani. Sasa nini kimetayarisha? Namba 4 mdogo, mwanafunzi. Mungu ameandaa. Wanafunzi wengi wametayarisha uwanjani. Hili ndilo la kutafuta. Hii ni kazi yetu. Kwa hivyo utapokea majibu ya mikakati vitano ya uinjilisti ya kibiblia. Ni tarapanya kuniokoa. Huduma ya timu ya kuokoa mkutano. Nyumba ya misheni ya kuokoa familia. Kanisa maalum la kuokoa kazi na biashara. Na kanisa la tawi linaloinjilisha eneo. Namba 5 mdogo, kanisa la tawi linaloinjilisha. Hii ni nini? Kwa nini tunasimamisha viongozi wa kanisa la tawi? Ni jibu gani utakalo pokea uwanjani kwa siku 6? Ndio maana kanisa la tawi linaloinjilisha linatokea. Tunafanya hapa, kuna kambi ya uinjilisti. Majibu itatokea. Nuru ya Injili inayookoa uwanjani litatolewa. Hicho ndicho Mungu alichotayarisha. Hili ndilo ambalo kanisa la kwanza lilifanya katika Biblia. Hili ndilo ambalo kanisa la kwanza liliusongeza ulimwengu lilifanya nyumbani. Hili lazima lipatikane kama hoja ya maombi. Jibu kama hili litatokea kwenu pia. Kwa hivyo nini kitatokea?
Nyumba yako inakuwa lengo kuu la maslahi ya Mungu. Ikiwa ni nyumba ambayo Mungu anapendeza nayo zaidi, kazi lazima itokee. Katika Matendo ya Mitume wa 9 mstari 1, Anania. Matendo ya Mitume wa 10 mstari 6, Simoni mtengenezaji wa ngozi. Matendo ya Mitume wa 8 mstari 26, malaika wa Bwana kwa Filipo. Matendo ya Mitume wa 8 mstari 20, Roho wa Bwana kwa Filipo. Matendo ya Mitume wa 16 mstari 14, Bwana akaupungua moyo wa Lydia. Nyumba ambamo Roho Mtakatifu anafanya kazi. Hii ndiyo nyumba ya misheni ya kanisa la kwanza. Hili ndilo jibu utakalopokea kwa siku 6. Hitimisho. Je, hii inafupishaje? Hii inapataje majibu hilo? Kwa njia sasa, unaweza kutatua tatizo lolote. Kwa hivyo, anza kuomba. Namba ya kwanza, kuba nguvu. Kupata nguvu kutoka juu kwa kusikilia neno la Mungu peke yako nyumbani. Hii pia inaitwa maombi ya wakati maalum. Namba 2, kuba mazungumzo. Yani forum. Kwa njia sasa, unapokutana na watu au wanafunzi, fanya mazungumzo muhimu. Zungumza kuhusu yale uliyofanya katika maombi na neno la Mungu na harakati za uinjilisti ambazo Mungu amekupa hadi sasa. Namba 3, kuba uwanja, shamba la Bwana. Hili ni jambo lililotokea wakati Paulo na Lydia walipokutana na mlipokuwa mkiomba. Waliomponya aliyepagawa na pepo. Hii ni uwanja alioiandaa Mungu. Kisha kazi ikatokea katika eneo la Filipi. Wakati huu Mungu alituma majeshi ya mbinguni, kwa sababu niko pamoja nani hadi mwisho wa dunia. Yesu akawaahidi, nikiwa kwa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hii ndiyo nyumba ya misheni mliopunjiwa hadi sasa. Hili ndilo jibu utakalopokea nyumbani kwa siku 6. Nitawapa mada ya maombi kuhusu wakati muhimu ya leo. Jambo lingine unalopaswa
kuliombea ni shule. Nyumba nyingi za misheni za dini nyingine zimeingia mbele ya chuo. Ukiunda nyumba ya misheni inayopaa, Mungu hakika atajibu. Natumaini mtapewa jibu ambalo Lydia alipokea leo. Lydia alisema, ikiwa mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkakae. Hilo lilisababisha kuokoa Filipi. Hata kama magumu makubwa yalitokea katika kanisa la kwanza, walibadilisha ulimwengu kwa sababu ya kazi iliyofanyika nyumbani. Natumaini jibu hili hakika litatokea kwako binafsi na kwa familia yako yote kwa siku 6. Tukiombea, Mungu anajibu. Kanisani mzuri, lakini natumaini jibu kama hili litatokea kwako binafsi peke yako nyumbani kwako. Ukiamini kweli ili kufanya hili, kazi hakika itatokea. Lazima upate nguvu hii kabla ya kusoma. Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Lazima upate nguvu hii kabla ya kufanya huduma na kazi au biashara. Kisha jibu hili haliwezi kukosa kuja katika mikutano yako. Kisha baraka hizi zinaungana na hili linaonekana. Kisha mambo haya yanaungana na kazi lazima itokee. Ni lazima kurejesha bila shaka. Ikiwa remnant wamerejesha baraka hii, wanaweza kwenda njia yao bila wasiwasi wowote. Na kubariki katika jina la Yesu ili baraka hii mpya ize juu yako kwa wiki moja. Tuombe pamoja. Namshukuru Mungu, tupe nguvu sasa. Remnant na wafanyakazi wote wapewe nguvu mpya. Tupe ushahidi wa kutatuliwa kwa tatizo lolote tunapoomba kwa siku 6 katika wiki hii. Ushahidi uliokuwa katika kanisa la kwanza na nyumba ya misheni na utokee kwa watu wote. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.